Katika upande wa zaka sasa ya fedha, na kuna zaka ya fedha na dhahabu. Sasa leo tunazungumzie upande wa zaka ya fedha. Zaka ya fedha nimesema tutaigawanya katika mafungu mawili, ambalo fungu la kwanza kabisa upande wa fedha ya mtu ambaye ameweka akiba. Kwa hiyo iwe ni madini ya silva kaweka tu kwa akiba, au ni fedha ziko benki pia zinatazamwa katika mfumo wa zaka, au kwa mfanya biashara ambaye anapata maokoto yake kupitia biashara alionayo, basi hivyo kuna utaratibu wa zaka inamtazama kwenye fedha. Sasa ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa huu mwaka ushapinduka, tupo 2026, tunapozungumzia zaka ya fedha tunazungumzia kwa sharti mbili. Sharti ya kwanza umiliki wa kiwango ambao unaitwa an-niswabu, na sharti ya pili inatazamwa al-haul. Je, imezungukiwa na mwaka? Sharti mbili. Maanake hautoitoi tu kwa maana ukipata tu utoe, hapana. Hiyo uliyopata izungukiwe na mwaka, iwe hujafilisika, haijashuka kwenye kile kiwango ambacho kimehitajika kwa mujibu wa zaka. Sasa kwa hisabu, maana hisabu zinatofautiana kwa mujibu wa viwango vya thamani ya hiyo fedha yenyewe kwenye upande wa manunuzi. Kwa sababu tunapozungumzia fedha, wala hatuzungumzia haya makaratasi, tunazungumzia yale madini. Ndio maana hata katika fedha ukiwa na pesa yako ya noti, angalia katika ile noti yako kuna mstari pale umepita, ule mstari uliopita kama kiuzi fulani, ile ndio fedha yenyewe. Kama kwenye noti ya shilingi 1000 ule mstari utakaoona pale, ule ndio mstari wa hiyo fedha yenye thamani ya hiyo namba iliyowekwa hapo. Hivyo hivyo kwenye 5000, kwenye 10000, ule mstari ule. Ndio maana wale wanaonunua pesa mbovu, ukikata ile pesa mbovu kipande kile ukaenda kumuuzia kipande ambacho ule mstari haupo, anunui. Kwa sababu anachonunua ananunua karatasi kweli, anunui fedha. Ila ukimpa kwenye kipande ambacho ule kile kimstari kile kiuzi kipo, ule ananunua kwa sababu anachonunua kile kiuzi ambacho ndio fedha yenyewe yenye thamani hiyo. Kwa hiyo kule inakwenda inafanywa utaratibu mwingine, inapatikana fedha nyingine. Kwa hivyo Waislamu, hii fedha kwa kuwa inabadilika thamani kwa thamani ya mwaka jana, maana yake kwa watu ambao wameanza biashara zao mwaka jana au wameweka akiba kuanzia mwaka jana, maana yake mwaka ukishapinduka ndio zaka inawatazama. Bwana wewe utangia umeanza biashara yako au umeweka akiba yako kule benki, mwaka sasa ushapita au ushafikia huu mwaka sasa hivi miezi 12. Kwa hiyo unachotakiwa sasa utolee zaka. Sasa lazima awe amepigiwa mahesabu maalumu yanayohusika na thamani yake. Mahesabu yake yako hivi: kwa mujibu wa mwaka jana, mwanzoni fedha ilikuwa imesimama katika wastani wa shilingi 10,000 hivi. Wastani wa shilingi 10,000 ndio ilikuwa imesambaa sana kwa bei hiyo, yani kwa gramu moja. Gramu moja ni sawasawa na thamani hiyo. Sasa kuna mahesabu ambayo yanapigwa kitaalamu, mahesabu yanayopigwa kitaalamu mpaka umjue mtu ambaye aliyemiliki niswabu, kiwango cha kutoa zaka au cha kudaiwa zaka, kuna mahesabu yake. Kwa hiyo katika mfumo wa mahesabu, baada ya kukaa na kupigia mahesabu yake ili kuwaambia wale walioanza biashara, walioweka akiba kuanzia mwaka jana Januari na kuendelea mpaka mwaka umepinduka, wanadaiwa zaka, watoe na zaka ambayo ni lazima, basi niwaambie hivi, kiwango chake, kama ulimiliki kiwango hiko au uliweka benki kuanzia kiwango hiko na kuendelea, ilikuwa niswabu yake ni shilingi 5,950,000. 5,950,000 kwa mfanyabiashara ambaye mtaji wake kaanza na mtaji huu, basi huyu baada ya mwaka kupinduka zaka inamhusu. Kama atakuwa hajafilisika, hajashuka chini ya hapo, kama atakuwa amepanda zaidi ya hapo, ndio wanasema katika utaratibu wa zaka, famazada fabihisabi,
kile kilichozidi kinajumlishwa katika mahesabu, alafu wanatoa zaka sasa ya pamoja baada ya mahesabu ya ujumla. Kwa hivyo kwenye milioni 5 1,950,000 kama mtu aliweka benki kiasi hiko kikazungukiwa na mwaka, anadaiwa zaka, ajijue kwenye zaka yumo. Sasa kwa kiwango hiki kama utapiga zaka kiwango cha zaka anachotakiwa atoe sasa kwa mtu aliyemiliki kiwango hiki na kikazungukiwa na mwaka, anachotakiwa atoe, je, atafilisika? Hapa ndio kwenye somo. Ukipiga mahesabu anatakiwa atoe rubu'ul ushri katika fedha. Rubu'ul ushri maana yake robo ya 10, na robo ya 10 maana yake ni sawa na 2.5. 2.5 ndio anachotakiwa atoe. Sasa 2.5 ni sawa sawa na kiasi gani? Sikilizeni vizuri hapo, wale waoga wa kutoa zaka ambao inawezekana wamemiliki zaidi ya viwango hivi, lakini hawatoi zaka, wanatoa sadaka, ujue wanachuma dhambi. Sasa kiwango chake cha rubu'ul ushri, zaka yake anatakiwa atoe shilingi 148,750 kwenye milioni 5 1,950,000 anatoa 1,48,750. Umefilisika wapi hapo? Inawezekana huyu mtu aliyemiliki kiwango hiki anaweza akatoa shilingi 300,000 za sadaka, peleka utofali msikitini, akatoa shilingi 400,000 za sadaka, lakini kwenye zaka anaona atafilisika, kumbe zaka ni ndugu inayotoka pale. Sasa kama mtu angekuwa anajua utaratibu wa zaka, basi asingekuwa anapata shida kuona zaka kana kwamba inakwenda kumfilisi mali yake. Ndugu zanguni, nimepiga hayo mahesabu kwa ufupi sana na mahesabu machache ambayo yanaweza yakatusaidia. Na kwa mtu yoyote sasa amesema sasa mimi kwa mujibu wa kile kilichosemwa na shehe pale, mimi kweli katika benki kule na milioni 30 tangia mwaka jana ipo hiyo imezungukiwa na mwaka. Lakini sijaitolea zaka. Basi unakuja unapigiwa mahesabu yake kwenye milioni 30 unatakiwa utoe shilingi ngapi? Sio nyingi ambayo inayotoka kwenda kutoka, inayobaki ndio nyingi ambayo ndio ya kwako. Inasubiria tena mpaka mwakani. Sio unatoa kesho kutwa au mwezi ujao, mwakani. Maana yake baada ya kuzungukiwa na mwaka. Kwa hivyo watukufu wa Islam, nitaka niukumbushe katika sehemu ya zaka kwenye vipengele ambavyo watu tunakuwa na hofu nazo, lakini zaka ni nyepesi sana. Kwa hiyo hata biashara yenyewe kuanzia mtaji wako siku ambayo unanunua bidhaa zako, wewe andika tarehe pale na ile thamani uliyoanza nayo. Kama imetimia kiwango bana, mimi mtaji wangu wa shilingi milioni 6, milioni 7 ndio mtaji wangu nimeanza nao, basi ukifika mwaka bado uko pale pale katika level ile, ima umepanda au umebaki kwenye level ile ile, zaka inakuhusu. Kama zaka inakuhusu, basi watafute wataalamu wa kupigia mahesabu utoe kile kiwango cha zaka kwa mwaka. Na faida yake ni nini? Mwisho faida wanasema imeitwa zaka lianna almala yanmu bibarakati ikhrajiha wa du'ail akhidhi wa tutahhiru mukhrijaha min alithmi. Imeitwa zaka kwa sababu ile mali inakuwa kwa baraka ya utolewaji wake zaka na dua ya yule ambaye anayekwenda kupewa zaka. Mtu anapopewa akapokea, alhamdulillah, ana dua, hata kama hajasema kwenye mdomo atasema kwenye moyo. Ile dua inakwenda kuboresha mali yako ipate kuwa inaongezeka, inatuna siku hadi siku. Lakini pia watutahiru mukhrijaha min alithmi, zaka inakwenda kumtwaharisha mtoaji wake kutokana na dhambi, kama nilivyosema kwamba zaka ni sehemu ya faradhi. Kama ambavyo mtu akiswali swala ya dhuhuri anakwenda kupata thawabu na akiacha kuswali atapata dhambi. Sasa anatoharishwa na dhambi la kutotoa. Akitoa sasa anakuwa yuko tahara, anaepukana na ule uchafu wa kulimbikiza mali pasi na kuitolea zaka. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tuna haja ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe, atuonyeshe vizuri maelekezo yaliyokuwa salama, ili tuone yale mambo yetu ya wajibu tusiwe tunayakimbia na ilhali sisi ndo wahusika wake. Hapa duniani tupo, kesho na kesho kutwa tunaondoka.
Tutakapoondoka tunakwenda kukutana naye huko, bwana wewe umemiliki mali, uliifanyia nini?